wa mundu akiguranĩrio wako wĩharĩire mwe tũrathi Amen. Ucira ũmũthĩ nĩ honokete ngoro yakwa Ngai nĩamĩmenyereire na ndĩna ũhoro ũcio wa kumbũra atĩ tiga nĩ Ngai ũrarĩ mwena wakwa ingĩrĩ gũthinĩkanio nĩ thũ. Tiga nĩ Ngai ũrandũĩrĩire mũtũrĩre wakwa ndũngĩrĩ ũguo hana. Thũ ciakwa ingĩrendete ngoro ndĩ handũ horu nyonete ũru na ngathira, no nĩ tondũ ũcio tũra muoyo na niĩ nĩ ndũrĩte muoyo mwega ũcio. Wenda tũthome kĩo kĩa Ngai nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmanĩrĩria. Mwathani arotũteithia. Haleluya. Ndenda kwaria ũhoro mũnini mũno ndagĩka icio 10 ndaheo. Haleluya. Ũhoro ũrĩa ũngĩtũmanie nawe tũtũre mũtũrĩre ũyũ tũtoranĩtie. Na rĩu ningĩ mũtũrĩre ũcio ũngĩ ũgoka tũgakorwo tũtoretie. Mwathani arotũteithia. Thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ wothe ũkoragwo mũhuro wa riũa nĩ harĩ maũndũ marĩa no nginya eke na no nginya aikare ũguo angĩkorwo ũhoro ũrĩa aumbũraga wa gwĩtĩkia Ngai kana ũhoro ũrĩa aumbũraga atĩ nĩ ahotanĩirwo nĩ Kristo nĩ egũtoria thĩinĩ waguo. Mwega roho ũcio. Na kaingĩ na kaingĩ andũ a Ngai nĩ makoragwo marĩ andũ ahote mũno kana andũ mahinyĩrĩirio mũno nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ kana nĩ mathĩna, hihi mathĩna ma mĩrimũ, mathĩna ma mbeca, mathĩna ma maũndũ matiganĩte, nĩ tondũ matihotaga gwĩka ũrĩa gwathanĩtwo. Mwega roho ũcio. Kĩrĩkanĩro gĩkĩ ti karũgano ta tũrũgano tũrĩa twathomaga twĩ thukuru. Mwega roho ũcio. Kĩo kĩa Ngai kĩ muoyo. Mwega ũteithia. Kĩo gĩkĩ kĩa Ngai kĩna hinya. Kĩo gĩkĩ kĩa Ngai kĩna ũhoti wa gũcenjia ũtũũro waku na gũtũma ũkorwo ta na mũndũ ũcio ũngĩ ũtetĩkĩtie. Mwega roho ũcio. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Malakai maandĩko moigaga atĩrĩrĩ ithatũ atĩ nĩ hakagĩa ũtiganu gatagatĩ ka arĩa matungatagĩra Jehova na arĩa matamũtungataga. Mwega roho ũcio. No ngĩrora mũtũrĩre wa andũ mũthenya wa ũmũthĩ arĩa mahonokete rĩ, aingĩ ao mahana ta arĩa mahana kũiguĩrwo tha. Mwega roho ũcio. Aingĩ ao mahana ta arĩa tũngĩcaĩra nĩ ta arĩa matamenyanĩte na ũcio mwene thĩ ĩno. Mwega roho ũcio. Mwathani arotũteithia. Thĩinĩ wa Thaburi 24 mũhari wa mbere yugaga atĩrĩrĩ, mabũrũri mothe ma mũhuro wa riũa gwata andũ arĩa matũũraga kuo othe nĩ a Jehova. Mwega roho ũcio. Rĩu ningĩ Thaburi ũyũ ĩkaiga atĩrĩrĩ, ng'ombe iria cikũrĩa irĩma-inĩ nĩ cia Jehova. Mwega roho ũcio. Ndigwĩciria kwĩ mũciari kana gwĩ baba wĩna indo angiuma ciana ciake indo ciake. Mwega roho ũcio. Baba witũ wĩ matu-inĩ ndangĩkorwo ena indo icio ciothe, mabũrũri maya mothe nĩ make. Mwega roho ũcio. Andũ arĩa othe matũũraga thĩinĩ wamo nĩ ake, acokenie nawe atume kĩrĩa gĩ gĩake. Gũtirĩ mũciari ũngĩtĩkĩra gwĩka ũguo. Mwega roho ũteithia. Mwathani arotũrathima. No andũ a Ngai nĩ maikaraga mahotekete mũno, maikara mahinyĩrĩirio mũno, mena mathĩna maingĩ, mena mĩrimũ, o makiugaga Ngai witũ nĩ aroka tũthiĩ matu-inĩ. Mwega roho ũcio. Ũhoro wa ma nĩ atĩ nĩ aroka, no wĩ gũkũ thĩ nĩ ũrabatara gũtoria. Mwathani roho ũcio. Mwathani arotũteithia. Nĩ ũrabatara ũtorie wĩ gũkũ thĩ, nĩ ũrabatara ũtorie mĩrimũ yoka. Mwega roho ũcio. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ ndũraga gũkũ thĩ rĩ, ndigwĩciria akĩarwarire angĩetereire nginya hĩndĩ ĩrĩa rĩambata, tondũ nĩ amenyaga ena hinya na wathani wa kwarĩra mĩrimũ ĩyo na ĩkehera. Mwega roho ũcio. Kĩo gĩa Ngai thĩinĩ wa Hebrew 13 marĩa onyaga yugaga atĩrĩrĩ, Jesũ nĩwe ĩra, ũmũthĩ na tene na tene. Mwega roho ũcio. We ndacenjagia. Na kuona atĩ hĩndĩ ĩyo nĩ angĩahonirie mũrimũ rĩ, hĩndĩ ĩyo guokire mũndũ mwĩtia wa igoti akĩra ndungata ĩyo gwĩtwo Vita athiĩ kũrĩa atege thamaki arute ciringi icio karũ-inĩ ga thamaki athiĩ arĩhe igoti rĩ, Jesũ ũcio nowe wĩna ũhoti wa gũtũma niĩ nawe tũkorwo twĩna ciringi ĩyo. Mwega roho ũcio. Mwathani arotũteithia. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ wothe wamũkoraga akoragwo ena haja yaguo, tondũ nĩ amenyete wega mũikarĩre wake hĩndĩ ĩrĩa gũkũ thĩ. Rĩu ningĩ ona gũtũrania agĩthiĩ mwena ũcio ũngĩ. Mwega arotũteithia. Ona ithuĩ ũguo nĩguo wendi wa Ngai ũhoro wĩgiĩ mĩtũrĩre itũ. Nĩarenda niĩ nawe tũtoranie twĩ gũkũ thĩ. Mwega roho ũcio. Mĩrimũ nĩ ĩrĩũkaga no yoka no nginya tũmĩtorie. Mwega roho ũcio. Moritũ nĩ marĩũkaga. Mwega arotũteithia. Mwathani arotũrathima.
maundu maria makora mundu wathi mundu ucio tetĩkĩtie maandĩko maraiga atĩ no makora mundu ucio wĩtĩkĩtie no mundu ũyũ wĩtĩkĩtie hena ũndũ wĩnaguo tofauti tondũ we nĩoĩ rĩtwa rĩa Jesũ we arogocwo we he maũndũ angĩathĩka eke na ũhotani ũkorwo wĩ wa mwena wake we arogocwo Ucia nĩhũthĩrĩte ndagĩka ciakwa ĩmwe kana igĩrĩ reke thiĩ ĩmwe kwa ĩmwe we arogocwo ũndũ wa mbere ũrĩa ũngĩtũma niĩ nawe wari ũhoro wa o maũndũ mana tu mangĩtũma mũndũ atoranie thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ we arogocwo ũndũ wa mbere nĩ gwathĩka Mwathani aragũteithia na gwathĩka ti gwathĩka kũrĩa ũmenyerete kũigua to gwathĩka tondũ nĩwetĩkirie na ũkĩhonoka hena gwathĩka maũndũ maingaingĩ Mwathani aragũteithia mũndũ nĩgetha ahonoke mtu ili aokoke no nginya kũringana na maandĩko thĩinĩ wa Roma 9 lazima kulingana na maandiko katika kitabu cha Warumi 9 no nginya ambe etĩkie atĩ we nĩ mwĩhia lazima kwanza akubali yeye ni mtenda dhambi na akorwo agĩtĩkĩra atĩ ti-itherũ Jesũ nĩakuire nĩ ũndũ wake naamini ya kwamba Yesu alifa sababu yake nĩgetha acoke augũre ũhoro ũcio ili akili lile neno nĩgetha rĩu ahonoke ili aokoke Mwathani arogũteithia ũguo nĩguo gũthiaga nĩgetha niĩ nawe tũtuĩke nĩ twahonoka hivyo ndivyo huambatana ili sisi na wewe tuwe tumeokoka ũngĩtua wewe nĩ ũyũkaga kanitha o Sunday ukifanya ya kwamba utakuwa mshirika kila Sunday na nĩ ũgũbatithio hata ukabatizwa na wĩke maũndũ marĩa mangĩ mothe mekagwo kanitha-rĩ utende yale yote yanatendwa katika no ndũrĩ ũretĩkia thĩinĩ wa kana ũkaũmbũra-rĩ na hujaamini na kukiri ndũngĩhonoka huwezi ukaokoka ũguo noguo kũrĩ maũndũ mangĩ no nginya wathĩke hivyo ndivyo lazima mambo zingine lazima utii Mwathani arogũteithia no nginya wetĩkĩre gwathĩka lazima ukubali kutii ndũngĩathĩkĩra ũndũ ũrĩa ũtaramenya huwezi tii jambo ambalo haulifahamu nĩkĩo maandĩko maraiga atĩ andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo ndipo maandiko asema watu wangu potea kwa kutokuwa na busara Mwathani arotũrathima nĩ andũ a Ngai nĩ maũndũ ma Ngai matamenyaga marĩa mabatiĩ gwathĩkĩra nĩgetha atuĩke a kũhotanĩrwo ni mambo ya Mungu wajui ili wanafaa kutii ndio wao wa kushindaniwa Mwathani arotũteithia amina thĩinĩ wa Deuteronomy na Gĩkũyũ kĩega ĩtagwo atĩa katika Kumbukumbu la Torati Deuteronomy 28 mũhari wa 1 na wa 2 Mwathani arotũteithia ũcokerithia Maathani 28 mũhari wa 1 na wa 2 Mwathani arotũrathima Bwana asifiwe no thomerwo maandĩko macio na ihenya nisomee hiyo maandiko kwenda kũhũthĩra dakika ciakwa ndĩngĩrie Deuteronomy 28 verse 1 and 2 Ũcokerithia Maathani ngapi 28 verse 1 and 2 Mwathani arotũrathima haleluya amina asifiwe kuna watu hawarai Kikuyu hapa ndio maana tunatumia language mbili kuna mtu asikie hata kitu so tuzungumze Kiswahili kila mtu anasikia Kiswahili sawa Kiswahili ndio maana tuweze kutumia muda vizuri ya Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili haya nikasome utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizo zote zitakujilia na kukupatia usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe zako na wadogo kwa kondoo zako. Amen, amen. Kwa tunataka mstari wa kwanza na wa pili. Sawa. Haleluya. Amina. Kuna mambo ambayo lazima tufanye katika haya maisha
ndiposa mimi na wewe tukaweze kushinda. Haleluya. Amina. Kuna mambo lazima tutii ndani ya Mungu. Vile ambavyo unavyotii kuokoka, kuna mambo mengine lazima utii, na ili maisha yako yakawe maisha ya ushindi. Wakristo wengi siku ya leo wameshindwa kwa sababu hawajamtii Mungu. Hawajatii amri zake. Na maandiko inasema watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Hawana ile maarifa ambayo Mungu ama ile ushauri ya Mungu katika haya maandiko. Nimeanzia nikasema Biblia hii sio kitabu cha historia na sio kitabu cha kusoma tu, ila ni kitabu kinacho uwezo wa kubadilisha maisha yako na maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo wale ambao wanafuatilia kitabu hiki cha Mungu na maneno ambayo yameandikwa hapa ndani na wanatii, maisha yao inapata kubadilika na wanakuwa watu ambao katika maisha yao wako na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika haya maandiko kuna baraka nyingi zimeandikwa hapa kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14. Lakini mstari wa kwanza na wa pili maandiko inasema, wacha nisome kwa Kiswahili hapa kidogo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Lazima ufanye maagizo ya Mungu yote. Haleluya. Amina. Watu wengi hawafanyi maagizo yote, wanafanya maagizo kidogo, lakini wanataka ushindi wote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maagizo mengi katika hii Biblia ambayo yameandikwa hapa, na jambo la kwanza ni kumtii Mungu kutokana na ile maandiko imeandikwa katika hii maandiko. Mwenyezi Mungu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanatii na wanafuata maagizo ya Mungu, maisha yao inakuwa ni maisha ya ushindi. Ukiona mtu ambaye ameokoka lakini ako na magonjwa na yaendi, kuna maagizo hajafuata. Ukiona umaskini umekatalia kwako nyumbani, kuna maagizo wewe haujafuata. Nikiona kuna jambo ambalo sijaweza kulishinda, katika hilo jambo kuna maagizo ya Mungu sijafuata. Ndio maana sina ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtu akitii baba yake anampa kile ambacho amesema. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanaokoka ni wale wamekiri Yesu na wameamini kwa moyo zao. Wale ambao wanapeta mali wanatoka kwa umaskini wanaongezeka, ni wale ambao wametii maagizo ambayo inahusu mali. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hii maandiko utasoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 3:3. Inasema kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Suleimani, na alimpenda Mungu sana kwa moyo wake wote. Na baada ya kumpenda Mungu alitoa sacrifice. Mwenyezi Mungu asifiwe. Akaweza kutoa ng'ombe 1000 na akatolea Mungu kama dhabihu, na baadaye ndio Mungu akamtokea akamwambia, nimeona hiyo dhabihu umenitolea na nitakubariki na mali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyo mtu alimpenda Mungu kwanza, kisha akatoa dhabihu mbele za Mungu, ikakubalika kwa Mungu na Mungu akambariki. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya huyo jamaa afanye hivyo ama mbele ya yule mfalme afanye hivyo, maisha yake Mungu wako amemtokea akamnenea kuhusu mali. Hakumnenea kuhusu hekima ama akamuuliza unataka nini. Kuna kitu alifanya, akatii maagizo ya Mungu, maisha yake ikabadilika. Maandiko kusoma Wafalme wa kwanza 3:3 inasema Suleimani alimpenda Mungu sana. Kutokana na mapenzi aliyopenda Mungu, akatoa hao ng'ombe 1000, na baada ya kutoa hilo dhabihu Mungu akamtokea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika Yohana 3:16, kwa vile Mungu alivyopenda ulimwengu alimtoa mwana wake wa pekee, lakini kwanza aliupenda ulimwengu sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu ukiona katika maisha yako hauna ushindi katika jambo, rudi katika Biblia. Kwa maana hii Biblia iko na kila kitu ambayo inaweza badilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha ya hao watu ilibadilika kwa sababu walimpenda Mungu, alafu sasa wakatoa dhabihu. Ukikuja utoe matoleo yao katika kanisa hili, ama utolee hata mtumishi wa Mungu, ama utoe katika project
zenye ziko hapa kanisani, lakini hauna mapenzi ndani ya moyo wako ya Mungu, ya kazi ya Mungu, maisha yako haitabadilika. Bwana Yesu atusaidie. Maisha yako itabaki vile vile. Kwa maana kwanza haujapenda Mungu, haujapenda kazi ya Mungu, haujapenda watu wanaotumikia Mungu. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33 inasema, lazima mtafute ufalme wa Mungu kwanza, hayo mengine yatawafuata. Ufalme wa Mungu lazima upende ufalme huo wa Mungu, hao watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, kazi ya Mungu. Hayo mapenzi ndio inaishia na kupeana kitu kwa ufalme wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Maisha ya watu wa Mungu itabadilika wakimpenda Mungu kisha wafuate maagizo yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tufikirie kwa dakika moja. Wewe ukimpenda mtu, sasa nienda kwa pointi ya pili. Ukimpenda mtu sana, tuseme umenipenda sana, lakini kila siku unaniambia unanipenda. Ni kweli nasikia unanipenda, lakini ile siku utatoka hivyo uniletee kitu nifurahie, nitaamini kweli mapenzi yako ni ukweli. Si ndio? Hivyo hivyo Mungu hataki tu mtu anamwambia anampenda. Na pia hataki mtu tu ambaye anamletea pesa. Kwa sababu Mungu hahitaji pesa zako, hahitaji pesa zangu. Mungu, tumesoma katika kitabu cha Zaburi 24 mstari wa kwanza ya kwamba dunia hii yote na watu wote wa katika hii dunia ni wa Mungu. Amen. Tunasoma katika kitabu cha Habakuk inasema ya kwamba, ama Hagai 2 mstari wa 8, dhahabu na fedha zote ni za Mungu. Kwa hivyo wewe hakuna kitu ambacho uko nacho unaweza pea Mungu asikie ni kama umempea kitu. Ila ukimpea mapenzi yako, au sasa fedha zako, sasa Mungu anaweza ona kweli kweli unampenda na unapenda kazi yake na unapenda watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifuata hayo maagizo, na ni maagizo ya Biblia, sasa maisha yako itaanza kubadilika. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yako itaanza kuwa na tofauti. Yes. Lakini ukifanya tu kama wale watu wengine, wewe tu kama ni kutoa unakuja tu unaekelea na unaenda, Mungu hahitaji. Mungu haisaidiwa na mtu. Hakuna mtu ako na uwezo wa kumsaidia Mungu. Kila kitu wewe uko nacho ni Mungu amekupea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata hizo mashilingi 2-3 unafikiri unaweza pea Mungu kwa sababu amesemekana kutolewe, bado ni Mungu amekupea. Kwa hivyo hakuna kitu unaweza pea Mungu ukamuonyesha sasa umetoa. Ile kitu unaweza mpea tu ni hiyo mapenzi yako. Au mapenzi yako yabatane na dhabihu. Then hiyo dhabihu itatoa mazao. Na hiyo mazao bado wewe itasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo kitu cha kwanza, ukiona maisha yao kuna jambo ambalo hauelewi kabisa, hapa hii imenishinda kwa muda mwingi, jiulize, ni wapi sijafuata maagizo yote ya Mungu na hili jambo nikalishinde. Kama ni boma yao, kama ni familia yako, kuna mambo yetu vizuri, rudi kwa Biblia, jua ni maagizo yapi naweza fanya mbele za Mungu na Mungu akaweza kunihurumia katika hili jambo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni fedha, kama ni magonjwa, kama ni uchungu, kama ni hao watoto wako, kuna jambo unaweza fanya hapa na ili maisha yako ikabadilike na ukawe zaidi ya mshindi kulingana na maandiko ya Bwana. Amen. Jambo la pili, ningependa tusome katika kitabu cha Job. Jambo la pili ni kumtumikia Mungu. Number 1 is obedience, number 2 is service to God. Service to God. Hallelujah. Job 36 verse 11. Job 36 verse 11. Ayubu 36 mstari wa 11. Hivyo basi nikasoma, kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Amen. Some ya Kizungu ndio wenye wanaelewa Kizungu zaidi waelewe.
If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in treasures. Kwa Kiswahili inasema kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Amen. Naamini ama najua kila mtu hapa anataka maisha ya mafanikio. Na kila mtu hapa anataka maisha ya furaha. Lakini lazima umtii na mtumikie Mungu ndio upate hayo maisha. Bwana Yesu asifiwe. Soma katika kitabu cha Exodus 25 verse 23. Dakika zangu 10 zimeisha. Kimbia haraka. No, 23 verse 25, sorry. 23 verse 25. Exodus ama Kutoka 23 mstari wa 25. Kisha ifanyie upapi wa kuizunguka pande zote, upana wake utakuwa nyanda 4. Ni hapo kweli? Exodus 23:25. Ninasoma 23:25. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atawabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Kwa Kizungu inasema, and you shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika haya mambo mazuri ambayo maandiko inasema, kubariki chakula na maji na pia kuondoa magonjwa katikati yako. Ile kitu lazima ufanye, lazima umtumikie Mwenyezi Mungu. Yes. Lazima muda wako, pesa zako, ile nguvu ya mwili yako lazima itumikie Mungu. Kisoma katika kitabu cha Marko 12 mstari wa 30. Maandiko inasema ile jambo la kwanza ambalo mimi na wewe tunafaa kufanya ndio tukubalike katika ufalme ni kumpenda Mungu na fikra na nguvu yetu na mawazo na uwezo wetu wote. Hizo vitu vyote lazima pia zaidi ya kumpenda zimtumikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimtumikia na nguvu yako yote na uwezo wako wote, sasa Mungu anaanza safari na wewe. Na safari ya Mungu anakupea chakula, anaibariki maji yako, anakuondolea magonjwa katikati ya maisha yako. Mwenyezi Mungu asifiwe. Amina. Na maisha yako inaanza kuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo mawili tusisahau. Jambo la kwanza ni kumtii ama obedience. Jambo la pili ni service to God ama kumtumikia Mungu. Hakuna kampuni ambayo inakupea faida ama bonus ama mshahara kama wewe sio mfanyakazi wa ile kampuni. Ukienda hivi leo uandikwe katika kampuni ya Safaricom ama Jubilee kama mso hapa, maisha yako ukifika mahala useme umechokeshwa na kutumikia ile kampuni, kuanzia hiyo siku mshahara wako unaacha kuingia. Kuanzia hiyo siku bonus yako inaacha kuingia. Kuanzia hiyo siku kama ulikuwa na insurance inakatwa. Hauwezi kuendelea kufurahia faida za ile kampuni lakini umeacha kutumikia ile kampuni. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo katika ufalme wa Mungu. Hakuna mtu ana uwezo wa kuendelea kupata faida na kufurahia ufalme wa Mungu lakini ameacha kutumikia ufalme wa Mungu. Lazima wewe uendelee kila siku kutumikia, ndio kila siku uendelee kupokea faida zako.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko katika kitabu cha Ezekieli 33 mstari wa 11 kuteremka hivyo. Inasema mtu ambaye ni mtu mwaminifu kwa Mungu, anayepita na njia za Mungu, anayetii amri za Mungu, lakini siku moja iamkie aseme kuanzia leo nitatenda dhambi. Maandiko inasema Mungu hata kumbuka ile uzuri alifanya, hata kumbuka ile mambo mazuri alifanya hapo mbele, ila kwa dhambi zake Mungu atamhukumu. Mwenyezi Mungu asifiwe. Tunasoma pia kuhusu historia yake. Mfalme alikuwa anaitwa Asa. In the book of Chronicles. In Chronicles chapter 16, if you go and read, kuna huyo mfalme alikuwa anaitwa Asa. Alimtumikia Mungu kwa miaka 35, 35 years. He was faithful to God, serving him and always serving God alone. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja akaamua yeye atatumainia marafiki zake. Alipoona maadui zake wanamuinukia, au kumbuka Mungu aliyemsaidia hapo mbeleni, alisahau na Mungu wake, akaanza kuomba usaidizi kwa marafiki zake. Na maandiko inasema kwa ajili alimsahau Mungu katika mwaka wa 36, maisha yake ikaanza kwenda chini. Wale maadui zake wakamshinda, wakampiga na hakuweza kuwashika mateka. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye katika mwaka wa 41, maandiko inasema aliotea katika miguu yake. Na bado hakumtumainia Mwenyezi Mungu, alimsahau tena. Neno la Mungu linatuambia huyo mfalme alikufa akiwa kiwete. Kwa sababu aliwatumainia wale madaktari. Hakukumbuka ugonjwa wake. Yes, madaktari wangemtibu lakini Mungu ndiye angemponya. Alikufa akiwa kiwete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza mtumikia Mungu miaka mingi. Lakini wewe ukiwa unasahau kila siku unajikumbusha tu ya kwamba ile siku nitaacha kumtumikia Mungu. Yes. The day I will stop serving God. That is the day all my benefits will be cut off. That's the day all your benefits will come to an end. Kama ulikuwa unafurahia maisha mazuri, yes, ya neema ya Mungu, yes, na rehema za Mungu na kibali cha Mungu, if you are enjoying the grace, the mercy and the favor of God in your life, if you just one day stop serving Him, that joy, that grace, that favor will come to an end. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukikumbuka hivyo maisha yako utaishi kunyenyekea na kumtumikia Mungu. Haijalishi uko na pesa ngapi, haijalishi uko na afya vizuri aje, haijalishi wewe ni mfalme kama yule mfalme Asa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mfalme wa wafalme wote. Mungu ni Mungu wa watu wote. Na siku ambayo unaona kama yeye sio Mungu ama unajiona sana wewe umefika, ile siku ndio unaanza kwenda chini mara moja. Yes. Kwa sababu maisha yako lazima utumikie Mungu ndipo kuendelea kufurahia faida za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo mawili ya kumalizia. Nataka niseme. Maisha yako itakuwa sawa ukifanya hivyo. Ukimtumikia Mungu na ukiweza kumtii. If you obey and serve God, your life will be very okay. You will be above average in your life. That's guaranteed. If you have anything in your life that is not working, just find out in the Word of God. What is God saying about that thing? What is God saying about my situation? What is God saying about my children? Mungu anasema nini kuhusu hawa watoto wangu? Mungu anasema nini kuhusu hii boma yangu? Kuhusu familia yangu? Kuhusu huyu mke na mume wangu? Maandiko inasema nini kuhusu fedha zangu? Maandiko inasema nini kuhusu magonjwa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maandiko inasema nini? Ukisikia na uweze kutii maagizo yote ya Mungu, alafu uweze kumtumikia Mungu, maisha yako na kugarantia kwamba itakuwa zaidi ya mshindi. Hautasoma tu story hapa, lakini maisha yako inaonyesha tu wewe umeshindwa. Maisha yako itaanza kubadilika. Yes. Lakini kila wakati unapofanya hivyo nataka ukumbuke mambo mawili. Na jambo la kwanza ni kila wakati kumbuka kumshukuru Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Sasa soma maandiko sana, lakini nitaelezea kwa kifupi sana. Kulikuwa na wanawake wawili, Rachel na Hannah. Na wote walikuwa wanaomba Mungu apewe mtoto. Rachel alipewa mtoto na Hannah pia alipewa mtoto. Lakini Rachel alipokuwa anapata yule mtoto wa kwanza, aliomba Mungu. Ile jina Joseph inamaanisha Mungu nipe mtoto mwingine.
Mungu alimpa huyo mtoto aliyeomba mwingine. Lakini alipokuwa anapata huyo mtoto alikufa kwa sababu ya ile uchungu ya uzazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu alimjibu maombi yake na akampa mtoto wa pili. Kuna mwanamke huyo mwingine anaitwa Hana. Maandiko yanasema alimuomba pia Mungu mtoto. Lakini maandiko ina rekodi ya kwamba alipopewa mtoto alienda kwa Mungu na akasema, Mungu, nimekuja kusema asante. Yes. Kulikuwa na ile matoleo ya kusema asante, na pia akamwacha huyo mtoto mbele za Bwana kama jambo la kuambia Mungu na kushukuru kwa ajili ya huyo mtoto. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza, naamini katika sura ya pili, chapter 2, utaona ikienda pale kuisha, Hana alipata watoto wengine 5. Alipata watoto wengine 5, lakini hapo hakuna mahali ambao Hana aliomba mtoto mwingine. Yes. Ile jambo ambalo tunasema ni kwamba aliambia Mungu asante. Baada ya kumwambia Mungu asante, jambo la pili ya mwisho ni kwamba alipata watoto wengine 5. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukijifunza kuambia Mungu asante kwa jambo lolote ndogo ama kubwa, yes, maisha yako itaendelea kwenda juu, haitawahi rudi chini. Haitawahi kuwa stagnated. Maisha yako itazidi kusonga mbele, kwa maana umejua ambaye anakupa chochote ambacho uko nacho leo, chochote ambacho utakapopata siku nyingine ni Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Story ya mwisho kuhusu kushukuru Mungu ndio nienda kwa hiyo pointi ya pili. Ni ya kwamba kulikuwa na wale watu 10. Hiyo story tunaijua sana. Ambao waligojeka ugonjwa wa leprosy. And leprosy was like cancer today. Kama ulikuwa mgonjwa wa leprosy, ulikuwa unakatwa viungo za mwili. Kama leprosy imekushika kidole, kidole kinakatwa, kinatoka. Kama umegojeka katika mkono wako, mkono unakatwa. Kama ni mguu unakatwa. Kama ni katika ndani ya mwili wako, pia hizo viungo zinakatwa. Na hawa jamaa 10 walikuwa wamegojeka huo ugonjwa ambao ulikuwa umefanya wakatwe viungo za miili zao. Wanaweza asifiwe. Yesu alipowaponya wale jamaa 10, mmoja aliporudi kusema, Yesu nashukuru. Ama Mungu nashukuru kwa maana umeniponya. Yesu alimwambia, Yesu nimekuponya, lakini zaidi ya kuponya kwa sababu umesema ni asante. Hizo viungo zilikuwa zimekatwa zirudi tena. Amina. Kama kidole chake kilikuwa kimekatwa kwa sababu alisema asante, kidole kikagrow kingine pale. Kikakuwa kingine. Kama ni mkono ama ni mguu, mguu kagrow mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haijalishi nini ambayo maisha yako inaendelea. Mambo ambayo imefika mwisho. Mungu ako na nguvu ya kufanya ikome na pia kufanya mambo irudi kama vile ilivyokuwa hapo mbele. Lakini lazima ujifunze wewe kumwambia Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimetumia zaidi ya dakika 20. Acha nimalizie. Katika kitabu cha hiyo Deuteronomy tulikuwa tunasoma. Nipane point ya mwisho kisha niketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Deuteronomy chapter 28 verse 47. Deuteronomy 28, verse 47 and 48. Acha nisome kwa Kizungu kwanza, nisome kwa Kiswahili. Deuteronomy 28, verse 47 and 48. The Bible says, because thou servest not the Lord thy God with joyfulness, and with gladness of heart, for the abundance of all things. Therefore, shalt thou serve thine enemies which the Lord shall set against you, in hunger, in thirst, and in nakedness,
and in want of all things, and he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he have destroyed thee. Kwa Kiswahili Biblia inasema, kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote, kwa hiyo utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako. Narudia hapo mstari wa 47 na 48. Kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote, kwa hiyo utawatumikia adui zako watakao waleta Bwana juu yako kwa njaa, kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote, naye atakuvunja kongwa la chuma, atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako, hata atakapokwisha kukuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Mungu ananena na anasema ya kwamba usipokubali kumtumikia Mungu kwa furaha na moyo wa kushukuru. Sasa hiyo furaha is the joy of God. Kushukuru ni ambayo nimenena hapo mbele ya ku thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. If you don't serve God with thanksgiving and joy of heart, the gladness of heart, nataka ushike hivi. The joy of God is not given by circumstances. Bwana Yesu asifiwe. Ile furaha ya moyo haipeani na kuwa na pesa ama kukosa pesa. Furaha ya moyo haipeani na wewe kuwa mgonjwa ama kuwa na mwili mzima. The joy of God is given by God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The joy of God is not given by what you are going through right now. I want you to understand that. If you want the joy of God to be in your life, you don't look at your circumstances. You look at your standing with God. Kama mko sawa na Mungu, Yes. ile furaha ya moyo inafaa kuwa ndani yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndiposa uweze kuishi maisha ya mshindi, lazima ujifunze kuwa na furaha ya moyo ndani yako. Amina. Haijalishi nini unapitia. Yes. Haijalishi unaona kama umefika mwisho wa maisha yako. Haujalishi kuona kama magonjwa imekuandama umefika mwisho. Yes. Haijalishi umekosa pesa kiasi gani. Ile furaha ya moyo lazima uwe nayo, ndiposa ukawe mshindi katika maisha yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You have to have the joy of God in your heart. Nimalizie kwa hii maandiko katika kitabu cha Habakkuk. Habakkuk chapter 3 verse 17 and 18. Wacha ni confirm. Habakkuk chapter 3. Habakkuk chapter 3 verse 17 and 18. Maandiko yanasema kwa Kizungu au kwa Kiswahili. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Hallelujah. Amen. Maana mtini hautachanuka maua, wala mizibabuni hamtakuwa na matunda. Taabu ya mzeituni itakuwa bure, na mashamba yatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kudi, wala vibadani hamtakuwa na kudi la ng'ombe. Walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nimalizie kwa hiyo maandiko. Niseme ya kwamba maisha yako, furaha ya moyo haipeani na chochote kile, ila wewe kuwa ndani ya Bwana.
ila wewe kuwa ndani ya Mungu. Ukitaka maisha yako isonge mbele, jifunze haya mambo manne. Haya ni mambo ambayo mimi mwenyewe nafanya, na naweza sema ya kwamba imenisaidia katika maisha yangu. Wakati mwaka uliopita mambo ilikuwa magumu sana, sikuwa na stress. Dada anaweza kuambia mimi tu nilikuwa nafurahia tu Mungu, sababu nilijua yule Mungu wangu ako na njia tu hapa ambayo mimi ndio sioni ile njia, lakini Mungu wangu ako na njia. Hapo nyuma ndugu zangu wawili walikuwa wagonjwa sana. Mmoja alikuwa ni kama anataka kuwa wazimu, mwingine damu yake ilikuwa inapotea tu kwa mwili wake. Alikuwa haieleweki, madaktari wanapima hawaelewi damu inaenda wapi. Tulizunguka sana kwa miaka 3. Tulitumia pesa nyingi sana kwa miaka 3. Lakini mwishowe Mungu aliwaponya wale ndugu zangu wawili. Lakini ile wakati walipokuwa wagonjwa, hakuna hata siku moja ati nikainama nikasema Mungu ameniacha. Nilikuwa na ile furaha ya Mungu katika moyo wangu. Nilikuwa namwambia Mungu ni asante kwa sababu umenipea hawa ndugu wawili. Sina wengine, lakini hawa angalau umenipea. Kwa hiyo wakati kuna rafiki yangu ambaye poni kule Bondo Kisumu, alimpoteza dada yake kwa ile ugonjwa wa kupotea damu. Aligojeka tu dakika kidogo, wiki kadhaa hapo, akapelekwa hospitalini na akafa, na ikawa ni hivyo na wakamzika. Lakini ndugu yangu nilizunguka naye kwa hospitali hapo Gatundu na Thika kwa miaka 3. Lakini hakuna siku hata moja aliweza akawa ati ile hali yake imeenda mpaka akafa. Hapana. Bwana Mungu alihakikisha ya kwamba hata kama sometimes damu ilikuwa chini sana, kuna wakati ilikuwa 0.4 na inafaa kuwa 0.12. Alikuwa hata hawezi tembea, alikuwa anaekelea kwa kitanda ndio apelekwe wodi hii na ile nyingine akamwona daktari. Lakini Mungu aliweza kumuokoa. Lakini nataka kusema ile wakati ilikuwa najua ile furaha ya Mungu ndani yangu haikuwa inadidimia ama inaenda chini. Ilikuwa bado namfurahia Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo kadha naweza kuelezea ushuhuda wa maisha yangu nimeyapitia. Lakini ile wakati ambao nayapitia Mungu anakuja anafanya mambo makubwa sana. Amen. Kwa maana sijakubali kukosa kumshukuru Mungu. Yes. Haijalishi unapitia yapi. Maandiko inasema kuna jibu kwa hilo jambo unalopitia. Amen. Kila siku kumbuka kumtumikia Mungu, kumtii Mungu na kisha umshukuru Mungu, na uweze kuwa na furaha ya Mungu ndani yako na utaishi maisha ya zaidi ya ushindi. Bwana Yesu awabariki. Amen. Haleluya. Amen.